Fact number 2, money is not chased. Money is not to be chased. Pesa haifukuzwi. Pesa haipambaniwi. Mambo vipi? Safi. Maisha tunapambana. I hate that statement. Pesa haipambanwi. Pesa haifukuzwi. Pesa is not chased. Money follow principles. Money follow environment. Naomba niwaambie, pesa haifukuzwi, pesa haifukuziwi, pesa haikimbizwi, pesa haipambaniwi. Ukipambania pesa, you will die. You will die. Pesa inafuata principle. Pesa ina kanuni. Kama ambavyo wokovu una kanuni. Kwamba hata uwe vipi, kuna mtu anataka kwenda kwa Yesu atafuati kanuni. Nikodemo akaambia, bana, lazima uzaliwe mara ya pili. Hiyo ni kanuni. Akasema sielewi kanuni, nawezaje kuingia? Akaambia sio hivyo, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kwa roho ni roho. Kanuni. Na pesa iko hivyo, it needs kanuni. Uko nje ya kanuni, huwezi kupata pesa. Uko nje ya mazingira, huwezi kupata pesa. Moja wapo kanuni ya pesa, multiplication come from investment. Lazima uinvest. Ni kanuni. Multiplication comes from investment. Lazima uinvest. Kufanya biashara, doing business, inakusaidia to make money. Investment inakusaidia ku multiply money. Two things different. Sasa ukibaki kwenye kufanya biashara peke yake, you will make money. Usipo graduate kwenda kwenye investment, you're not multiplying money. There's something called 3 M's of money. There's money making, money management, and money multiplication. Kwa hiyo unaweza kuta wewe unafanya biashara, it is very good, you are making money. Lakini investment ina multiply money. Kwa kanuni ya pesa moja wapo is investment. Kanuni nyingine, giving. Giving ni kanuni ya pesa. Haijalishi umeokoka, hujaokoka. Unamjua Mungu, humjui Mungu. Unatoa sadaka, hutoi sadaka. Giving ni kanuni moja wapo ya increment. Giving. Giving anywhere. Acha kama umewahi kudanganywa unatoa kanisani peke yake. Giving anywhere. The hand that giveth is the hand that gathers. Kuna mtu anaamini hiyo? Giving. Nenda Masaki siku ya Ijumaa, uangalie ule mtaa ule wenye Sea Cliff Apartments unaotokea kwa Bakresa. Uangalie ule mtaa unafungwaga Ijumaa. Wanakaa watu wanaomba, wanapewa, wamekuja kuchukua. Have you come to realize these people of the other belief, they give a lot for charity. They don't give for faith. Ndio maana misikitini hawafanikiwi vizuri. They don't give, they give sana kwa charity. Ndio maana nenda mjini, angalia Ijumaa, waombaomba wapite biashara za Wakristo. Wanapita biashara zile kwa sababu they are sure of being given. Sisi hata haijaombaomba, agonge hivi kwenye gari, anaomba hivi, unasema chuma ulete huyo. We don't give. We don't give. Hakuna wabahili kama wapendwa. Nikwambia ukweli, hakuna watu wachoyo kama wapendwa. Nenda kaangalia mikeka ya misiba, angalia mikeka ya Wakristo. Buku mbili. Nenda angalia harusi za makanisa ya kipendo. Nenda kaangalia. Kwanza ukumbi umechoka. Mvua ikinyesha, wanafanya maombi mvua isinyeshe kwa sababu watanyeshewa ndani. Wameenda kwenye ukumbi wa 1,500,000, 200,000, 300,000. Wanachanga kidogo. Mikono yetu ni kanuni ya increment kwenye finance is giving. Mpaka una miaka 35, 40, unakuja kuwa na 50, unakufa. Umesomesha watoto wako peke yako. That's a shame. Una ndugu wangapi ambao watoto wao wameshindwa kusoma? Achana na ndugu. Una watu wengine wangapi ambao wanasali na wewe, wana imani na wewe, ambao they have failed to continue with school, wamerudi nyumbani, hawana fees. Mungu nibariki. Na nibariki, nibariki. Hakuna kitu uko nje ya kanuni.
uko out of the principle. Principle ya hela ndio iko, is a fact. Kanuni, mazingira. Umetengeneza mazingira gani? Okay, mazingira mojawapo ambayo pesa inayafuata ni value. Value. Naomba niwaambie, hata uombe, ufunge, unene kwa lugha, pesa haifuati maombi, pesa inafuata value. Na mtu ananielewa? Yesu alivyokuwa anafanya huduma, kuna watu waliokuta wanamshika alafu hamjui Mungu. Wana hela, akina Mathayo. Mpaka kawaingiza wakiwa accountant. Akina Nikodemo. Kuna wengine wakaambiwa, bwana, mzigo umefika mbinguni, moyo hauonekani. Mzigo umefika, hela imefika. Kwa nini walikuwa rich? It's not about faith. Mazingira, value. Fedha inafuata value. Naomba niwaambie, pesa inafuata value. Ndio maana tunasema pesa haitafutwi, pesa haikimbizwi, pesa inategwa. Unatega vipi pesa? Value. Sasa hakuna watu wavivu kuongeza value zao kama Wakristo. Miaka yote yuko vile vile, ana diploma kale mpaka anakufa nako. Ana kabachela kake kale mpaka anakufa nako. Tunasikia sisi tuliosoma, umesoma nini? Na degree moja wakati vio vingi tu hapa mjini. Upgrade, ongeza value. Okay, umefika una degree yako moja. How many certification do you have? Ziko za online, ziko za physical, umeenda wapi? Nenda kapate certification. Mpaka leo mimi nafuata certification. 4 degrees lakini mpaka leo naenda kwenye certification. I want a certifications. Everything I do kizuri naenda kwenye certification. Why? Value. Why? Because money is attracted by value. Fedha hiyo attracted na uwezo wa kuzaa watoto. Kwa nini unajisifi? Mimi na rutuba, mimi kidogo, mimi nazaa. Hiyo sawa, ni majukumu. Unabidi tutafute hela uwatunze watu, watoto. What value do you have? Una value gani? Nini unajua? Sisi wengi ni wagumu wa kuongeza scope yetu ya learning. Hatujifunzi mambo. Unabaki unajua tu Biblia. Apply. Jifunze Biblia sana, alafu apply. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, sio kwa kutokulijua neno. Yohana wakati analiandikia ile kanisa, alikuwa ile Yohana 3, alikuwa ile waraka wa Yohana, alikuwa anaandikia ile kanisa kwa sababu aliona mentality yao baada ya kumjua Kristo ni kufanikiwa kwenye neno na kiroho, alafu kwingine kote wamekuwa lazy. Yohana akamwambia no, akasema, mpenzi, natamani sana mfanikiwe katika mambo yote, kama vile roho yako fanikiwa. So wale kanisa ile walikuwa na duel kwenye kupush tu ya Mungu moyoni mwao, alafu vitu vingine wamelaza. Yohana akamwambia no. I want you to be successful in everything. Hiyo ndio tunaita wellness. You're good physically, you're good emotionally, you're good socially, you're good everything, including your finance. That's what we call wellness. Bwana sifiwe. Fact number 3 na mwisho, there is a huge connection between money and spirituality. Kuna connection kubwa sana kati ya pesa na imani. Naomba nirudie. Kuna connection kubwa sana kati ya pesa na imani. Kuna uhusiano, ushirikiano, mahusiano makubwa sana kati ya pesa na imani. Kubwa sana. Ngoja niwaambie, pesa ni issue ya imani. Yaani wewe kama kwako haipo, upande huo mwingine, pesa inahusiana sana na imani. Kuna mtu ananielewa? Pesa ni issue ya imani. Ndio maana kazi kubwa sana wanayofanya waganga wa kienyeji ni kuhusu finance. Nenda kwenye mbao za matangazo, nenda kwenye miti ya simu huko, angalia. Utasikia wanazungumza kuhusu Freemason. Wanazungumza kuhusu dawa ya kuchochea mafanikio, sababu money. Ukisikia kwamba watu wanaingia kwenye siasa wanaenda kwa waganga,
ni kwa sababu ya pesa. Hivi unajua leo kuna watu ambao wanafungua huduma lakini wanaenda kwa waganga? Au hujawahi kusikia? Unafikiri wanaenda ili huduma zifanye nini? Zikue. Ili nini? End product nini? Money. Hawaendi ili watu wapone, wanaenda ili watu wapone, wakisha pona watu waje walete pesa. Money. Kwa kuna uhusiano mkubwa sana kati ya imani na pesa. Ndio maana maandiko yanasema hivi, utamkumbuka Mungu muumba wako kwa sababu yeye ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Naomba niwaambie tusikosee equation. Equation maana yake hivi, cha kwanza sio utajiri, cha kwanza ni kumkumbuka nani? Kwa sababu unapomkumbuka yeye anakupa nini? Nguvu. Ni sawa sana lile andiko linalosema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo yote mtazidishiwa. Mara nyingi wengi tunatafuta kwanza, tunatoka jasho kutafuta hayo yote, alafu tukitafuta hayo ufalme wa Mungu ndio tuzidishiwe. That is out of principle. Nimewaambia ile anafanya nini? Kanuni ni tafute ufalme wa Mungu. Naomba niwaambie, Mungu alipotuweka hapa duniani, ukishamfahamu Mungu kaokolewa, hutakiwi kusumbuka kuhusu uchumi. Kwa nini? Kama ukifuata kanuni, tafuta kwanza maana yake first, kwanza maana yake priority, kwanza maana yake focus, kwanza maana yake kitu cha muhimu kuliko vyote, halafu hayo mengine yote. Kwa sababu gani? Yesu akawaambia yaangalieni maua ya kondeni, hayasokoti. Waangalieni ndege wa angani. Alafu mshoni akawaambia, kama Mungu anaweza kuwavika vile kuliko Suleiman, kama Mungu anaweza kuwalisha, je, ninyi si zaidi? Sasa sisi tunachokosea, tunaanza kukimbizana nini? Na pesa. Na tunadanganyanaga sana kwamba tafuta pesa. Nenda kwa mtandaoni utaona. Mapenzi yanakusumbua, tafuta pesa. Ndoa inakusumbua, tafuta pesa. Hao wanawake wanataka pesa tu. Huwa nawaambiaga, ingekuwa mwanamke anataka pesa, ndoa ya Jeff Bezos isingevunjika. Ndoa ya Bill Gates isingevunjika. I'm doing counseling, mimi nafanya counseling. Nikuletea let's say watu 20 ambao nakutana nao ndani na nje ya Tanzania, ambao complaints zao ni mke wangu amechepuka. 18 wana hela kuliko wewe. Kuna mtu ananielewa? 18 wana uwezo. Kwa hiyo nika-confirm kwamba machangamoto ya mahusiano solution sio pesa. Na wanawake mlioko hapa wengi mnajua kabisa, kuna wengine mliwahi kufikiri kwamba finance is everything afu mkapata. Mlivyokuja kupata finance mkaja kugundua kuna kitu kingine una miss.